Naam, mpenzi mtazamaji wa Akida Online TV, ni kukaribisha moja kwa moja kwenda kutazama kile kitu ambacho kimekamata headline za mitandao mbalimbali ya kijamii hususan hapa Tanzania, kwinginepo pia barani Afrika, kwa usajili mkubwa ambao Young Africans wameufanya kwa kuweza kumsajili Peter Shalulile kutokea pale Afrika ya Kusini. Na moja kwa moja hapa studio leo niko na mkubwa JTZ. Mkubwa JTZ, tutakwenda kuzungumza kwa pamoja kile kitu ambacho hata yeye pia huenda kama amepigwa na butu wako kuweza kuona Young Africans wamefanya hicho kitu. Moja kwa moja twende tuungane hapa na mwenzangu mkubwa JTZ. Bana, mambo vipi? Bwana, fresh kabisa. Uko vyema? Niko vyedi kabisa. Young Africans wamefanya usajili mkubwa ambao kwa asilimia kubwa hata sisi ambao tunakuwa tunashughulika habari za michezo tumeweza kuona kwa ukubwa ule ambao Young Africans wameweza kufanya kwa kuweza kumsajili Peter Shalulile kutokea pale Afrika Kusini. Alikuwa amemaliza mkataba na Mamelodi, lakini mimi cha kwanza nawasifu sana viongozi kwa jambo walilolifanya, kwa sababu hakuna ambaye alikuwa anategemea kwa usajili huu ungefanyika, kwani awali alikuwa anahusishwa na vilabu vingi. Nadhani mashabiki wa Yanga, wanachama wa Yanga tumefurahi sana kwa ujio wa Peter Shalulile. Nafikiri ni klabu imelamba dume au imepata mchezaji mzuri, na hii ni furaha kubwa sana kwa sisi wana Yanga. Na nafikiri hata hapo alipo wanachama wa Yanga huko aliko wanaenjoy sana kwa hili jambo, kwani ni usajili mkubwa sana ambao umefanyika kwa hapa kwenye ligi yetu, hapa kwenye nchi yetu wa Tanzania. Nafikiri wenzetu tumewapiga bao. Naam, mkubwa JTZ, kuna kauli ambazo zimekuwa zikisikika kutokana na usajili ambao umefanyika, ukiwasikiliza mashabiki wengi wa klabu nyingine hapa nchini wakijaribu kusema kwamba Peter Shalulile umri umekwisha kwenda na alishafanya makubwa labda siku za nyuma, lakini Young Africans wameweza kumsajili na sasa tunatarajia kuweza kumwona ligi kuu Tanzania bara. Je, ukiangalia katika harakati za Young Africans kuweza kuwania vikombe mbalimbali hususan katika ligi ya mabingwa Afrika, unamuona Peter Shalulile akifanya jambo kweli na maneno kama haya? Nafikiri hayo ni maneno yao, na haya wakati mwingine wanazungumza wapinzani ambao wamemkosa mchezaji, lakini mimi niwaambie tu kwamba huyu mchezaji ni mchezaji wa aina ya tofauti na wachezaji tunaokuwa nao hapa. Ni mchezaji mwenye uzoefu mkubwa, na mpaka sasa tukizungumzia pale South Africa ni mchezaji wa kigeni kwenye ile nchi ambaye kafunga magoli mengi kuliko mchezaji yoyote yule ambaye kasajiliwa pale South Africa. Kwa hiyo mimi niwatoe wasiwasi tu, shughuli wataiona itakaofanyika, na sio mbali, itakuwa ni tarehe 12 tu tunaanza kazi. Japo hapa tayari ratiba zilivyo ni kwamba uzinduzi utafanyikia kule Katoro na watakuwa sambamba na Peter Shalulile akiwa pale akiwakilisha. Kwa hiyo mimi niseme tu, sina mengi ya kuzungumza, lakini tumepokea kwa furaha kubwa kama wanachama wa Young Africans, na tutaenjoy naye huyu mtu, na bado tuko naye tunafurahi. Kwa hiyo wasubiri kuona kazi namna inapofanyika. Wengine wamefika mbali zaidi wakisema kwamba kutokana na mambo ya uchaguzi huenda Shalulile akawa amesajiliwa Young Africans kwa ajili ya kuchagiza katika swala zima la uchaguzi, asicheze Young Africans. Hili kwako limekaaje? Hili mimi nawaamini viongozi wangu, kwanza hawakuwahi kufanya kitu kama hicho. Swala la kwanza ni kumsajili mchezaji, anahakikisha anafika, ndio mambo mengine yataendelea, lakini hakuna hizo bla bla kama wenzetu wa upande wa pili wanasajili wachezaji kwenye maneno na kusema tumemsajili, lakini hakuna kinachoendelea. Wamemwimba huyu wiki nzima, akapanga mpaka na kikosi pale, atakaa huyu namba 10, atakaa Chama, atakaa Shalulile mbele, lakini mwisho wa siku anamwona anatambulishwa Young Africans. Kwa hiyo tuwaambie tu kwamba wajipange na wahakikishe wanakuwa na fedha kuwataka wachezaji wakubwa kama hao. Tarehe 12 ya mwezi wa 8 itachezwa ngao ya jamii. Simba atakutana na Young Africans. Nini ambacho tutarajie kuweza kuona, kwa sababu Young Africans wamefanya usajili mkubwa ambao hivi karibuni tumeweza kuona wakimsajili pia naye Shalulile. Nini kitu ambacho unatarajia kuelekea tarehe 12 ambapo ngao ya jamii Tanzania itakuwa inachezwa ili kukaribisha basi msimu wa ligi kuu Tanzania bara?
Nafikiri kutakuwa kuna gemu nzuri sana. Gemu nzuri sana tafu ambayo itakutanisha mastaa wengi. Na mimi sina wasiwasi na klabu yangu au timu yangu, sina wasiwasi nayo kwa sababu pembeni huku nitakuwa na Alani Okello, lakini hapa katikati namba 10 nitaangalia kama namweka Shekhe aliyekuja Mwarabu yule kijana ambaye kaenda hewani kabisa, au nitaamua nampanga kijana wangu Clement Mzize. Lakini huku pembeni kuna mawinga wawili ambao ni Light Futa, na huku pembeni huku wapo wa kutosha, na nina vijana wadogo kabisa kama kina Eric Mwinjage na nini, vijana wanaopiga kazi. Kwa hiyo sina wasiwasi kabisa na kikosi changu, naamini mechi itakuwa nzuri na nitaendelea kudominate mchezo kama ambavyo ninafanyaga kila siku. Asante, nikushukuru sana mkubwa JTZ kwa kuweza kuungana pamoja nami hapa katika studio hizi za Akida Online TV. Tuseme asante sana, endelea kutufuatilia katika vipindi vyetu mbalimbali ambavyo vinaendelea kupatikana kupitia channel hii YouTube channel pale Akida Online TV. Naitwa Onesmo Silwimba. Bye bye. Mzee Kaniki ni hatari sokoni huko. Viungo vyake vitamu ulua, viungo vizuri. Yaani wote wanauza viungo vyao, hawawezi kumkuta Mzee Kaniki. Mzee Kaniki ni hatari. Mzee Kaniki ana viungo. Kaniki muuza viungo vya chakula vya kila aina, pia viungo nyama na viungo vya mchuzi, juisi na kadhalika. Pia dawa za meno tiba kama vile Vigo Doctor na kadhalika. Wanapatikana soko kuu la mjini Korogwe. Kwa mawasiliano zaidi ni 0746846672. WhatsApp ni 0713399537. Kaniki muuza viungo vya chakula.